Bwana Yesu asifiwe tena na wasalimu kwa jina la Yesu. Karibu katika sehemu ya pili ya ujumbe wetu ya kwamba kwa nini utembee na Roho Mtakatifu. Bado tunajibu hili swali ya kwamba kwa nini, kuna ulazima gani wa kutembea na Roho Mtakatifu. Na tukisha kulijibu hili swali, tunafanya maamuzi ya kutembea na Roho Mtakatifu, kwa sababu tutakuwa tumejua sababu ya kutembea na Roho Mtakatifu. Hasa kabla mambo yote, acha nimshukuru Mungu tena tuweze kuendelea na sehemu yetu ya pili. Baba, naomba tusaidie kuelewa na neno lako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ila mmoja mpe kujua siri ya ufalme wako katika jina la Yesu. Amen. Kwa nini utembee na Roho Mtakatifu? Jambo lingine ambalo tunapaswa kulijua, kwa nini utembee na Roho Mtakatifu? Utakosa kazi ya kufanya shambani mwa Bwana kutokana na kalama zake. Kwa nini utembee na Roho Mtakatifu? Unatakiwa utembee na Roho Mtakatifu ili usikose kazi ya kufanya shambani mwa Bwana kutokana na kalama zake. Warumi ile sura ya 12 mstari wa 6 mpaka wa 8. Maandiko yanasema hivi: mwenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kukiri kwa moyo mweupe, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Nimeanzia wa 8 mstari wa 6. Kwa kuwa tuna kalama zilizo mbalimbali kwa kadiri ya neema mliopewa. Ikiwa unabii, toa unabii kwa kadiri ya imani. Ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu. Mwenye kufundisha katika kufundisha kwake, mwenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kukiri kwa moyo mweupe, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Tunapokuwa tunatembea na Roho Mtakatifu, anatupa kazi. Roho Mtakatifu kazi yake alipokuwa anakuja ilikuwa ni kutupa nguvu ya kufanya. Yaani upokee nguvu. Ukishapokea nguvu, maana yake umepokea uwezo wa kufanya kitu. Kwa wanafunzi hawakuwa na uwezo wa kufanya chochote kabla ya Roho Mtakatifu ajaje. Ilibidi Roho Mtakatifu aje wapokee nguvu ya kufanya. Mariamu hakuwa na uwezo wa kuzaa kabla ya kupokea Roho Mtakatifu. Maandiko anasema katika kile kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 1 mstari wa ngapi? Ule wa 34 na 35. Mariamu anaanza kuuliza swali, itakuwaje mambo haya, mimi sijui mume? Malaika anamwambia usiogope Mariamu, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu za aliye juu. Roho Mtakatifu atakufunika na nguvu za aliye juu zitakujilia juu yako. Na utazama, kwa uwezo wa kuzaa ulitokana na nguvu ya Roho Mtakatifu. Na uwezo wa kuzaa mambo kwenye maisha yetu inatokana na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mpendwa yote au mshirika yote unayemuona anasema eti, ukimuuliza una jambo gani ambalo unafanya kwenye ufalme wa Mungu wako kwenye mwili wa Kristo, anasema kuna wapendwa wengi nimekutana nao, na wengine wameulizwa akasema kwamba wewe una jambo gani au una huduma gani kwenye mwili wa Kristo. Mpendwa anasema ya kwamba sijajua, labda Bwana ataifunua tu. Labda tuombe Mungu, Bwana ataifunua. Na nikupe jibu leo. Ukimwona mtu anakupa majibu ya aina ile, tafakari tu, naenda kwenye kiwango chake cha nguvu alionayo ndani yake. Kwa kiwango gani amejaa Roho na nguvu? Mtu akijaa Roho hawezi kukosa kazi ya kufanya shambani mwa Bwana. Mtu akijaa nguvu za Mungu hawezi akakosa kazi ya kufanya kwenye mwili wa Kristo. Yule anakuambia kwamba hana kazi ya kufanya ni kwamba hana nguvu. Yaani hana nguvu. Ana kiwango kidogo cha nguvu ya Mungu ndani mwake. Kwa hiyo tuweze kufaulu, lazima hapa tukubali kupokea nguvu. Lakini tukisha kupokea nguvu, tutembee nayo. Kutembea nako huku ndiko kunatufanya tusikose kazi ya kufanya shambani mwa Bwana. Atakuwepo mhubiri, atakuwepo mwalimu, atakuwepo mwenye kukiri, atakuwepo mwenye kuonya, atakuwepo mwenye kufanya nini? Mwenye kurehemu, tumeambiwa hapa. Atakuwepo mwenye kufanya nini? Kutoa unabii. Na atoa unabii kwa kadiri ya imani.
Na chochote unachokifanya, fanya kwa kadiri ya nguvu unazojaliwa. Fanya kwa kadiri ya neema unayopewa. Usioverdose kitu ambacho hukupewa, utapasuka. Fanya kwa kadiri ya nguvu, fanya kwa kadiri ya neema. Hiyo kwa kadiri ya neema na kwa kadiri ya imani ni nini? Ni ile mipaka ya huduma moja baada ya nyingine, kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Usivuke viwango ukaingilia huduma ya mwingine ukizania ni ya kwako. Kuna watu wamekuja wakaanza kubishana na wengine hata kugombana kabisa. Kwa sababu gani? Huyu anaingilia huduma ya mwingine na huyu anaibuka juu, na huyu anakuja anavuka mipaka, anamuona huyu ni kero. Kuna vita moja nimekutana nayo sana, inaitwa ya wainjilisti na waimbaji. Inaitwa vita ya wainjilisti na waimbaji. Hivi unaielewa vita ya wainjilisti na waimbaji ilivyo kali? Mwimbaji anahisi anaonewa, halafu anaonekana haiko rohoni. Mwinjilisti anamuona mwimbaji haiko rohoni, na kwa sababu gani? Mwinjilisti anamuona mwimbaji haiko rohoni, halafu mwimbaji anamuona mwinjilisti kama amempuza au amemshusha viwango na kumuona kwamba ni mtu wa kawaida sana, hajaro hajaokoka na nini. Sikiliza, tatizo linaanzia hawa watu wawili wote wanaweza kuwa na matatizo au mmoja akawa na matatizo. Mwinjilisti anaweza akawa yuko sahihi endapo huyu anafanya vituko, anatembea katika dhambi, hana maandalizi, hana maombi, hana nini. Lazima asimame kwenye nafasi yake ya kuonya ili mwimbaji akae vizuri. Lakini kuna mhubiri mwingine, mwinjilisti wa hovyo ambaye anajua kazi yake ni kuonya tu. Mwenye kuonya katika kuonya kwake, katika kuonya kwake. Kwa sababu gani? Sio kila muda utaonya, sio kila muda utakemea. Kuna wakati utapaswa kufundisha, sio kila muda utakaripia. Kuna wakati utapaswa kuonya. Maana tunaanza kuonya, kunakuja kukemea, kunakuja kukaripia. Kuonya ni kiwango cha kwanza. Kunaanza kuelimisha au kunaanza kufundisha, kunakuja kuonya, kunakuja kukemea, kunakuja kukaripia. Mtu akifundishwa hakubali au atembee kwenye haya, anatakiwa aonywe baada ya mtu kutembea kwenye haya. Huyu wakati mwingine hatakiwi kuonywa, anatakiwa akemewe, kiwango kinapanda. Inawezekana huyu kabisa ni dharau, hatakiwi kukemewa, anakaripiwa. Unaelewa, mimi nishawahi kukaripiwa, lakini namshukuru Mungu nikahimili. Kukaripiwa ni kiwango cha juu sana cha maonyo, level ya juu sana. Sasa kila mmoja awe na mipaka kwenye utumishi na kwenye huduma ambao Mungu amempa. Kama wewe ni kufagia kanisani, yanakuhusu nini mambo ya waimbaji hapa? Mbona unayajua? Unajua wewe hawimbi vizuri. Sikiliza, professional usichanganye taaluma. Kila mmoja aingie kwenye taaluma yake na awini kwenye taaluma yake. Kila mmoja asimame kwenye huduma yake na atembee kwenye huduma yake. Hapo tutayaona matokeo. Ukisha kuvamia eneo ambalo sio la kwako, lazima mpigane, lazima mpambane, lazima mjibizane, kwa sababu wewe umeingia eneo ambalo ulijui. Alafu unaanza kupiga kelele badala ya kufanya nini, ya kutoa mashauri ya kufanya nini. Kuna wakati unaweza ukadhania unahubiri, kumbe unapiga kelele. Kuna wakati unaweza ukawa unaimba, kumbe unatimiza tu ile andiko ya kwamba kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Mwenye kudumu katika kudumu kwake, huduma yako, ukiwa kwenye huduma yako, ukivamia eneo lingine, unakuja kuzalisha matatizo. Mtaachaje kugombana kama mmekutana uso kwa uso? Uso kwa uso nikiwa na maanisha njia aliyokuwa anakuja mwinjilisti amepita mwimbaji. Kwa mwinjilisti anataka apite pale pale,
Lakini cha ajabu, mwimbaji amekosea njia, naye anataka apite hapo hapo. Ndipo wanakutana juu. Umenionaje? Mmekwaje Afrika tudharau sana nyewe wainjilisti? Mnatuona kama tujaokoka sisi waimbaji. Mnatuona kama tuko rohoni. Mnatuona kama tuombe. Nini? Wamekutana njia moja na mwinjilisti. Yaani njia anaopita mwinjilisti na mwimbaji anapita njia ile ile. Ndio kugongana kwenye huduma. Sasa wanapokutana mwinjilisti ni upanga. Amesema ya kwamba tawezaje kujizuia akiwa Bwana amenipa agizo. Pisha nipite. Mwimbaji naye ameng'ang'ana. Anasema nipishe. Sikiliza, mkikutana kwenye eneo ambalo hamfanani, yaani unaingia kwenye huduma ambayo sio ya kwako, mnapokutana lazima mgombane, lazima mjibizane, lazima mfanye kelele ziwe nyingi, lakini kila mmoja akipita kwenye njia yake lazima tuyaone matokeo kwa mwili wa Kristo kujengwa. Jambo lingine, kwa nini tuweze kutembea na Roho Mtakatifu? Ili kumwabudu Mungu katika roho na kweli na kuishi maisha halisi ya wokovu. Kitabu kile cha Yohana sura ile ya 4 mstari wa 24, andiko yanasema, Mungu ni roho, nao waabudu yeye wanapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Sababu kuu ya kwa nini tumwabudu Mungu katika roho na kweli, kwa sababu moja kuu, Mungu wetu ni roho. Ili tuweze kumwabudu na kuyaona matokeo ya ibada, lazima na sisi tuwe katika roho. Na tuweze kuwa katika roho pasipo Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunalazimika kuweza kumwabudu Mungu katika roho na kweli endapo tupo katika roho. Na tukiwa katika roho, lazima yatokee matokeo halisi ya kiibada. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 10. Hapa ni Yohana akiwa katika kisiwa cha Patmo. Maandiko yanasema, nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Nalikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti nyuma yangu. Maana yake hangeliweza kusikia ile sauti kama singelikuwa katika roho, mbali na kuwa siku ya Bwana. Inaweza ikawa siku ya Bwana, lakini usipokee muujiza wako kwa siku ya Bwana kama hautakuwa katika roho. Inaweza kuwa ni ibada ambayo imeombea kwa maombi mengi, imefanya na nini, imejiandaa vizuri, lakini inawezekana yule mtu asikutane na Bwana kwa sababu ya kutokuwa katika roho. Na kuambia hivi, ili uweze kumwabudu Mungu katika roho na kweli, kubali kutembea na Roho Mtakatifu. Jambo lingine, kwa nini tunapaswa kutembea na Roho Mtakatifu? Ili kutusaidia kuishi maisha matakatifu, yaani kuishinda dhambi. Maandiko yanasema kwenye kitabu kile cha Waebrania, ngoja nikusomee kitabu cha Waebrania tuone kuna jambo moja ambalo Bwana anatuambia. Waebrania sura ya 12 mstari wake wa 4. Hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Hatujafanya vita. Lakini nikwambie hivi, hatujafanya vita. Hatujafanya vita bado hata kumwagika damu tukishindana na dhambi. Nakwambia, dhambi hatuishindi kwa nguvu zetu. Dhambi haushindi kwa kukwepa klabu upite mbali. Dhambi hauikwepi kwa kuifunga simu ya kwamba bora nisifungue kabisa simu. Simu haina shida, shida ni wewe mtumiaji. Mtumiaji ukitembea na Roho Mtakatifu, hiyo simu haitakuwa jaribu kwako. Mtumiaji ukitembea na Roho Mtakatifu, hiyo simu haitakudhambisha. Mtumiaji ukitembea na Roho Mtakatifu, hiyo simu sio shetani, shetani ni wewe. Simu unaweza kumfanya shetani wewe mwenyewe.
Lakini simu haina shida, shida ni kutembea na Roho Mtakatifu. Kwa sababu kwenye simu ni maamuzi yako, ni nini ukifanya na nini usikifanya. Kwa hiyo tunapaswa kutembea na Roho Mtakatifu ili tuweze kuishi maisha matakatifu. Na Roho anaitwa Roho Mtakatifu kwa sababu anapenda utakatifu. Kwa nini Roho Mtakatifu anapenda utakatifu? Na kwa nini tuishi maisha ya utakatifu? Kwa sababu Roho ni mtakatifu na Mungu wetu ni mtakatifu, kama alivyosema kwenye kile kitabu cha nini tunaanzia kwenye Mambo ya Walawi 26 na tunakuja kwenye waraka wa kwanza wa Petro ile 1:15-16. Kwa nini tuwe watakatifu? Kama yeye alivyotuita alivyo mtakatifu. Mungu wetu ni mtakatifu, hivyo na sisi hatuna namna ya kukwepa utakatifu. Lakini jambo lingine wapendwa, kwa nini tuweze kutembea na Roho Mtakatifu? Kufanya mambo ili tuweze kufanya mambo yasiyowezekana katika kawaida. Tunataka kupokea nguvu inayojizalisha yenyewe ndani. Umeelewa? Ili tuweze kufanya mambo ambayo tusingeliweza kuyafanya na ambayo kawaida hatuweza kuyafanya, lazima tupokee nguvu itokayo juu. Ulikuwa hawezi kuhubiri kama Petro. Petro alirudi kwanza kuvua samaki. Uwezo wake wa kuhubiri haukuwepo. Kwanza Petro kwa mwoga pamoja na uzee wake. Lakini aibu ilimjaa kwa sababu hakuna ujasiri nje ya Roho Mtakatifu. Nataka nikwambie hivi, bila Roho Mtakatifu hauna ujasiri. Anakusimama mbele ya watu unaweza ukao unaogopa. Wapendwa tu ambao hujaokoka, jambo ambao hawajaokoka kabisa, majitu na shangaa imejaa mapombe, imejaa misikala. Inakuangalia na kukata jicho kwanza. Utaweza kuhubiri kweli? Tunafanya yasiyowezekana kupitia kutembea na Roho Mtakatifu. Tukitembea na Roho Mtakatifu itakuwa kama Petro siku ya Pentecost. Akasimama mwanaume ambaye alikuwa hana huo uwezo kabla, akaanza kusema, sikilizeni, hawa watu hawajalewa maana ni saa 3 bado. Akaanza kuhubiri habari za ufalme wa Mungu, watu wakachoma mioyo dhambi sana. Akamuuliza Petro, tutendeje? Akasema, tubuni, kabatizwa kwa jina lake Bwana ili zipate kuja nyakati za kurudishwa. Akawaambia Bwana, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Na mimi nataka nikwambie kwamba ili uweze kufanya yasiyowezekana, iwe kwenye biashara, iwe kwenye nini, maeneo yoyote yale ya kiroho na kimwili, ili uweze kuwa nje ya kawaida, nje ya ule ukawaida ambao umezoea kufanya, ufanye zaidi, lazima tembea na Roho. Yeye atakupa maelekezo, huyo Roho Mtakatifu atakupa njia, atakupa techniques, atakupa strategies, atakupa nini na nini, atakupa mbinu. Hata unapopanga mipango au upangi kwa sababu ya kanuni ya kwamba ukiwa unapanga mipango ukiwa unapanga mipango unatakiwa lengo liwe hivi, lifafanuliwe hivi, mikakati ifafanuliwe hivi. Nisikiliza, nataka nikwambie leo, panga mipango na Roho Mtakatifu anakuingiza nje ya ukawaida. Lakini jambo lingine ni kwamba, ile ni jambo lingine na la mwisho katika siku ya leo ambayo nataka niliwasilishe kwako, ya kwamba kwa nini utembee na Roho Mtakatifu? Ili kuweza kusafiri salama katika safari ya mbinguni. Nataka nikwambie mtumishi wa Bwana, ili uweze kuiona safari ya wokovu na ya kwenda mbinguni, inawezekana tembea na Roho Mtakatifu. Bila kutembea na Roho Mtakatifu utaona ibada ni uonevu. Bila kutembea na Roho Mtakatifu utaona ibada ni adhabu. Bila kutembea na Roho Mtakatifu utaona mifungo ni adhabu. Bila kutembea na Roho Mtakatifu utaona kuimba kwaya ni kipengele. Bila kutembea na Roho Mtakatifu utaona kutoa na shurutisho. Utaona wananiandama. Utahama na makanisa. Kanisa la kwanza, la pili, la tatu mpaka la 15 na kuendelea. Kuna watu wamehama makanisa, ninapoongea leo wamehama makanisa 2, 3, 4, 5 kwa sababu ya michango. Eti kwa sababu kuna michango. Mimi nataka nikwambie hivi, bila Roho Mtakatifu utahama makanisa mpaka utahama na hii dunia. Utahama makanisa, utahama na duniani.
utafuta makanisa yote unayoyajua, utasali makanisa yote. Nataka nikwambie, wokovu utauona mgumu sana pasipo kutembea na Roho Mtakatifu. Maana kama kutumainia mwili, hautakuja kuyazaa matunda ya safari ya mbinguni. Kuna watu ambao kwenye ibada ni maamuzi yake aende au asiende, ila kwenye kikoba, kwenye vikundi, inaitwa kanini damu na nini, yupo, lakini kwenye ibada hawezi ukamkuta. Anakuja Jumapili asubuhi, amepiga mahesabu yake huyo mpendo, anakuja Jumapili asubuhi. Hiyo Jumapili asubuhi anakuja amechelewa. Akiwa amekuja amechelewa hivyo hivyo, anakaa ibadani, haelewi yani imbeni praise imbeni nini, anahesabu muda wake. Ikifika saa 5:30 unamwona na hiyo mkoba ni kama anaenda chooni, na wale watorokaji wao wanaondoka ni kana kwamba anainama hivi alafu anaondoka, alafu haangalia hata nyuma ili shemasi asije akamuuliza chochote. Watorokaji wa ibada. Anapenda kutembea kwenye misafari ya wokovu, ni ngumu sana. Eti kwa sababu sijapumzika, niwahi kupumzika ili niwahi kazini. Na kwa nini nikwambie, utakufa sio muda mrefu. Utakufa na wala utapona. Utakufa na wala utapona. Kuyaonea huruma maombi ni kuyaonea huruma maisha. Kuyaonea huruma maombi ni kuyaonea huruma hatima yako. Kuyaonea huruma maisha yako, kuyaonea huruma maombi ni kuyaonea huruma maisha yako na familia yako. Ni kuyaonea huruma watoto. Kuyaonea huruma maombi ni kuyaonea huruma huduma. Kuyaonea huruma maombi ni kuonea huruma kazi. Kuyaonea huruma maombi ni kuonea huruma kusudi ulopewa na Mungu, ili uweze kusafiri salama kwenye safari ya kwenda mbinguni na kuyaona matokeo. Tembea na Roho Mtakatifu. Unaweza kutumainia mwili sana na usijue, au kajua lakini ukawa hauna uwezo, kwa sababu mtu akiwa katika mwili anakuwa kwenye comfort zone. Yaani hali ya kutokujua kosa, ya kutokujua kuharibikiwa, ups and down, ya kuelewa uko vizuri tu. Anakwambia Paulo mtume, unanitia moyo sana kwenye maisha ya wokovu, ya kushindania imani. Anasema jamani, sikilizeni wapendwa, mtu kama akitaka kutumainia mwili, jamani, mimi ilikuwa ni zaidi. Mtu akitaka kutumainia mwili, Paulo anasema mimi ilikuwa ni zaidi, kwa sababu anaanza kutambulisha utambulisho wake ya kwamba na ikaelewa siku ya 8 ni mtu wa taifa la Israeli, kabila ya Benjamini. Anatambulisha, anaongezea pale, anawaambia kwamba mimi kwa habari ya kushika Torati ni Farisayo, kwa habari ya Yule mwenye kulizi kanisa, na ili kwa habari ya haki patikana kwa nini kwa sheria kuwa hatia. Anasema ya kwamba katika mambo haya yote naliyahesabu mambo yote kuwa hasara, na nikayaona kuwa kama mavi. Safari ya kwenda mbinguni ni ngumu sana kama hautakuja kukubaliana na hili na ulisema ya kutembea na Roho Mtakatifu. Safari ya kwenda mbinguni ni ngumu. Kiongozi, utaona uongozi ni mgumu. Nakwambia viongozi, mtaona uongozi ni mgumu kama utatembea na Roho Mtakatifu. Kuna wakati kiongozi hatamani hata kupangwa zamu. Maana kuna wakati anakuja ibadani kwa sababu amepangwa zamu. Utaona uongozi ni mgumu sana. Utaona kuhudhuria kwenye maombi ni kugumu sana. Utaona kwenda kuhubiri Injili ni kugumu sana kama utatembea na Roho Mtakatifu. Nataka leo nikutie moyo ya kwamba inawezekana tena na inuka tena. Bwana yuko pamoja na atakushindia. Lakini nataka nikutangazia kwamba leo tufanye maamuzi ya kutembea na Roho Mtakatifu. Haipasi kubatizwa, lazima ufanye maamuzi ya kutembea na Roho Mtakatifu. Kwa nini utembee na Roho Mtakatifu? Tembea na Roho Mtakatifu huku
mambo yote yaliyoahidiwa, kazi zote zilizotamkwa za kwamba Roho Mtakatifu atazifanya ndani ya mwamini, ni pale tu tutakapoamua kutembea na Roho Mtakatifu. Hapo ndipo zile kazi zitakuwa zaidi kwenye maisha yetu. Tofauti na hapo, zile kazi hautakuja kuziona. Sikiliza, mfano, tunda la Roho si matokeo tu ya kwamba umejazwa Roho Mtakatifu. Tunda la Roho ni matokeo ya pamoja na Roho Mtakatifu. Tunda la Roho ni matokeo ya kutembea na Roho Mtakatifu. Tunda la Roho ni matokeo ya kuishi na Roho Mtakatifu. Tunda la Roho ni matokeo ya heshima na nidhamu dhidi ya Roho Mtakatifu. Tunda la Roho ni matokeo ya nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya mwamini, vile anavyopewa nafasi na kuheshimiwa kama mtendaji ndani ya mwamini. Nataka sasa tuhitimishe siku ya leo tena kwa maombi ya kwamba Baba atusaidie kutembea na huyu Roho Mtakatifu. Baba, katika jina lipitalo majina yote lenye nguvu la Yesu Kristo ali hai, naomba msaidie mmoja mmoja ambaye amesikia ujumbe wa neno lako, wewe kuzaa matunda na matunda yapate kuishi katika jina la Yesu Kristo ali hai, na kushukuru Baba na kutukuza nikiomba amen. Bwana Yesu ayabariki na kuyatamia maisha yako. Neema ya Bwana wangu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nawe. Amen.